Hujambo na karibu katika rubaza kimataifa kutoka Arusha One Radio. Jina langu ni Awadhi Rashidi. Kundi la waasi la M23 ambalo limekuwa likipiga hatua za kijeshi kuteka miji kadhaa katika majimbo ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sasa limesema kwamba litaondoa wapiganaji wake katika mji wa Walikale ambao ulitekwa mapema wiki hii. Kwa mujibu wa taarifa waliotoa usiku wa Jumamosi ya Machi 22, kundi hilo limesema kwamba hatua hiyo imefanyika kwa ajili ya kuheshimu mkataba wa makubaliano wa kusitisha vita uliotiwa saini mwezi Februari mwaka 2025. AFC M23 imesalia na msimamo wake kwamba tuko tayari kuhakikisha kwamba mzozo huu unaoendelea unapata suluhu ya kudumu, na vile lengo letu ni kulinda maisha na mali za raia katika eneo hili, ilisema taarifa hiyo iliyotiwa saini na Lawrence Kanyuka ambaye ni msemaji wa muungano huo wa Congo River Alliance. Hata hivyo, kundi hilo limeshikilia msimamo wa awali kwamba wakihisi kwamba wanachokozwa kwa kushambuliwa upya na jeshi la Congo FARDC, hali ambayo inatishia maisha ya raia, basi watabadilisha uamuzi wao wa kuondoka mji wa Walikale na viunga vyake na kurejea huko mara moja. Walikale ni mji ambao upo kwenye makutano wa barabara kuu inayounganisha mji wa Bukavu ambao ni makao makuu ya Kivu Kusini na mji wa Goma ambao ni makao makuu ya Kivu Kaskazini. Aidha, Walikale sio mbali na mji wa Kisangani ambao ndio njia ya kuunganisha mashariki mwa Kongo na mji mkuu wa Kinshasa uliopo kusini magharibi mwa taifa hilo. Wachambuzi wa siasa za kanda wakijumuisha Godwin Gondwe na Nicodemus Minde walisema kwamba hatua kundi hilo kuteka mji wa Walikale ni ishara kwamba azimio lao la kuingia tena Kinshasa bado lingalipo. Mnamo mwaka 1997 waliingia Kinshasa ila hawakukaa kwa muda, na sasa wanavyotekeleza mipango yao ya kuteka miji mikuu katika eneo la mashariki mwa Kongo, inasemekana wazi kwamba wana lengo moja tu, alisema Dr. Nicodemus Minde ambaye ni mtafiti katika taasisi ya utafiti wa usalama kimataifa ICES. Kwa upande wake, Gonde ambaye ni mhadhiri wa diplomasia na mchambuzi wa masuala ya usalama wa kanda anahisi kwamba hali ya kuendelea kuteka miji katika eneo la mashariki mwa Kongo inaathiri hali ya maisha ya kila siku kwa raia ambao hawana huduma muhimu kama vile za benki ambazo zilifungwa tangu mapigano ya anze mashariki mwa DRC, na hali inatatizika pakubwa kwa kuwa viwanja vikuu vya ndege katika eneo hilo vimekaliwa na wapiganaji wa M23 na kuzuia huduma muhimu kama dawa na chakula kuwafikia waathiriwa. Jumanne ya Machi 18, kundi hilo lilijiondoa kwenye mkutano uliopangwa na rais wa Angola wa kuwaleta pamoja viongozi wakuu wa M23 na wawakilishi wa serikali ya DRC, ambapo pia ilitarajiwa kwamba Rais Felix Tshisekedi angehudhuria. Japo M23 ilituma ujumbe wa watu watano, kiongozi wake Corneille Nangaa wala Sultani Makenga wa M23 hawakusafiri hadi Luanda, huku kundi lilotumwa Angola likisema kwamba vikwazo dhidi ya maafisa wao wakuu ni dhuluma dhidi yao ambayo hawakuifurahia, huku wakisema kwamba hatua yao ya kuondoka Walikale ni ya kuhakikisha kwamba usalama unadumishwa katika eneo hilo. Kundi hilo pia limesema kwamba linasubiri kuona ikiwa jeshi la Kongo FARDC litazingira mji huo ama litachukua hatua gani. Upande wa serikali ya Kongo umesema kwamba wao pia wanasubiri kuona ikiwa M23 itaondoa wapiganaji wao kutoka kwa mji huo kama walivyoahidi. Na mkuu wa jeshi la Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba amesisitiza kuwa kwa uwezo wa pamoja kati ya jeshi la Uganda UPDF na jeshi la Rwanda RDF hakuna changamoto ambayo majeshi hayo mawili hayawezi kushinda. Jenerali Muhoozi ameyazungumza hayo wakati akitoa somo kwa wanafunzi wa chuo cha Kamandi na wafanyakazi wa jeshi la ulinzi la Rwanda RDF huko Nyakinama, wilaya Musanze. Jenerali Muhoozi alitembelea chuo hicho akiwa ameambatana na mkuu wa majeshi ya Rwanda Jenerali Mubaraka Muganga na kupokelewa na mkuu wa chuo hicho Jenerali Endu Nyamvumba. Katika maelezo yake kulingana na taarifa iliyotolewa na RDF, Jenerali Muhoozi aliangazia ushirikiano mkubwa na wa kihistoria wa kijeshi kati ya Rwanda na Uganda ambao umepata matokeo chanya na bado unaonyesha dhamira pamoja kushughulikia changamoto yoyote ya usalama. Pamoja na uwezo wa pamoja wa wanajeshi hawa wawili wenye nguvu, hakuna changamoto ambayo hatuwezi kushinda ikiwa tutadhamiria kwa dhati, amesema Jenerali Muhoozi ambaye alitoa mhadhara ulioitwa kuimarisha ushirikiano wa ulinzi kama utangulizi wa Afrika salama. Jenerali Muhoozi aliwahimiza wanafunzi hao wa kijeshi daima kuzingatia misheni ya kihistoria Pan-Africanism kama vile kupata maslahi ya kimkakati Afrika, kufikia ustawi wa watu wake na kuimarisha udugu wa watu wote wa bara zima.